Nashukuru mpenzi mtazamaji, wakati mwema nimekuja mbele zako. Kwa majina yangu naitwa Pastor Josephat Wanyama. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ni mchungaji katika kanisa la United Souls for Christ. Utanipata katika YouTube US for Christ Kenya, ambapo ningependa mchana wa leo nipate kusemezana nawe kuhusu neno la Mungu. Wakati mwema ambaye Bwana amependa kwamba tukapata kuwasiliana na wewe, tukakutana pia katika hii nafasi ili kupata kuzungumza mambo mawili matatu katika TV yetu ya channel ya US for Christ. Ni wakati Mungu amepanga ya kwamba tuwe pamoja. Nataka topic yangu ya leo, nataka nizungumzie kuhusu kuipenda dunia. Watu wengi sana katika maisha wameipenda dunia na mambo yaliyomo katika duniani. Lakini Mungu wakati ambapo anahitaji mtu, anataka mtu katika mawazo yake ayatoe katika dunia ili apate kuwasiliana na Mungu mwenyewe, ndiposa yale anayohitaji katika maisha yapate kujifichika. Wakati umependeza Mungu, wakati ametuandaa, tumetoka 2025 tumeingia 2026. Labda mambo mengi ambayo tumekuwa tukipitia magumu, mambo tofauti, kila mtu kimuuliza katika ushuhuda, nimekuwa kwa kesha za kufunga na kufungua mwaka, nasikia watu wanazungumzia tu 2025 imekuwa mwaka mbaya. Lakini Mungu anapenda ya kwamba wakati ambapo tunapoangalia mwaka huwezi kuwa mbaya kama sisi wanadamu tunatenda jambo ambalo linampendeza Mungu. Lazima Mungu atatenda kitu kilicho kizuri katika maisha. Kwa hivyo natamani ya kwamba nisome nawe kitabu cha Yohana wa kwanza 2 mstari mdogo ni wa 15. Mungu anazungumzia kuhusu mambo haya na anahitaji ya kwamba sisi kama wanadamu tupata kusikiliza sauti ya Mungu katika maisha. Topic yangu ni kuipenda dunia. Watu wameipenda dunia wakasahau kumpenda Mungu. Wameshiriki matendo ya dunia wakasahau kumshirikisha Mungu katika mambo yao. Wakati ambapo mtu anatoka kwenda kufanya jambo, anafanya kwa nguvu zake, anakosa kujua kwamba kuna sehemu ya Mungu katika maisha yake. Wakati huo Mungu akiangalia apendi mambo haya. Biblia inasema hivi, Yohana wa kwanza 2 mstari mdogo wa 15, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kile kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Bwana asifiwe mpendwa. Mungu anazungumza akisema ya kwamba tusiipende dunia na mambo yaliyomo katika dunia. Maana mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakutakuwa ndani mwa huyo mtu. Watu wameipenda dunia kwa matendo, kwa mawazo, kwa menendo, kwa njia zote. Wameshirikisha dunia na matendo yake kwa sehemu kubwa sana. Maana shetani aliitawala dunia, akamnasa mpendwa katika mambo yake ya dunia, na watu wakazama ndani wakamsahau Mungu. Bwana asifiwe. Ni wakati ulio mwema ambayo natamani ya kwamba tukapata kuelewa zaidi, ili wakati ambapo tunapoishi katika maisha yetu ya dunia tuweze kushirikisha Mungu, ndiposa maisha yetu yawe salama. Hali zetu, njia zetu, mipango zetu zishirikisha Mungu, kwa sababu Mungu anahitaji mtu ambaye atasimama imara kwa kuwasilisha matendo yake mbele zake, kwa kushirikisha matendo yake katika dunia, ambayo Mungu akiangalia ndani aone kwamba kuna Mungu ndani wakati hapo duniani. Bwana asifiwe. Ya kwamba kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Kuna tamaa ya mwili kwa wingi sana, imenasa watu wengi sana katika maisha. Ukiangalia mtu yoyote ambaye anashiriki katika mambo ya dunia, ana tamaa ya mwili, na imenasa fikira, imenasa hata macho, imenasa hata kutembea, mpaka kila mtu anajiona tio kwamba kama hajashiriki tendo lolote la tamaa ya mwili, haoni kwamba amekamilika. Maandiko yanasema tamaa ya mwili tuachane nayo, tushirikiane na mambo Mungu atakayependezwa nayo. Mnasema kwamba ati tamaa ya
macho tu ya kwati ambayo inaangalia mtu wakati inamtamani. Na wakati unamtamani, fikira zimekukosesha wewe na Mungu wako. Tusiipende dunia na mambo yaliyomo, kwa sababu mtu anapoipenda dunia unakuta kwamba mambo yake yamekwisha na Mungu. Jambo ambalo ni la mwisho ya kwamba kiburi cha uzima. Katika maisha kuna mambo ambayo sisi wanadamu tumezaliwa ndani. Watu wameingia ndani ya tamaa za mwili, kiburi cha uzima kimewatawala mpaka wakajikuta ya kwamba matendo mengine hata wakiitenda, wanatenda maovu na wanatenda utakatifu na wanashirikisha pamoja. Wanaona ya kwamba utakatifu na maovu zinashiriki. Hakuna siku maji na mafuta vitachanganyika. Hivyo ndivyo lilivyo neno la Mungu na maneno ya dunia. Haitaambatana, haitashirikiana, wala hakuna siku itakuja kushirikiana hata siku moja. Kwa sababu Mungu wakati ambapo anahitaji mtu, anamtoa kwa matendo ya dunia ili awe kama mafuta yasichanganyane na maji, ama awe kama maji yasichangamane na mafuta. Kwa sababu Mungu anapenda tu kuwa na msimamo. Ukiwa na vukuvuku huku na huku, Mungu atakutema. Lakini ukiwa na msimamo ya kujua kwamba una malengo ya kutaka kumtafuta Mungu, una kusudi la kuishia katika Kristo, Bwana atakuona, atakutambua unafaa, atatembea pamoja na wewe, na lolote utafanya atakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo napenda ya kwamba katika maisha yetu tupate kushirikisha matendo yetu ya dunia yatoke ndani mwetu, ili Mungu apate kuchukua nafasi katika maisha. Tuwache kiburi ambayo tulizaliwa ndani. Tuwache kiburi ingine tumejifunza kwa watu wengine, mpaka wakajiona ya kwamba yale matendo wanatenda hawahofii jambo lolote katika maisha, bali kwao wanajiona kwamba wanafaa. Lakini kwa Mungu, wakati ya Mungu anaangalia, anaona hawafai, kwa sababu matendo yao na Mungu hayaambatani. Wacha sisi tusishirikiane nayo. Mpendo, wakati umekaa mahali, tafakari wokovu ukae ndani mwa maisha yako. Usianze kuwa ya kwamba umeokoka saa zile watu wanakuona. Usishiriki ya kwamba watu wanakuona umeokoka saa zile umefika mlangoni mwa kanisa. Shirikisha wokovu hata katika dunia ukitembea. Mahali popote unaposhiriki jambo lolote, wacha mtu ukitembea njiani ya kuona ya kwamba hakika umeokoka. Unamjua Bwana na Mungu anaishi ndani mwa maisha yako. Matendo yako yanamshirikisha Mungu, ili kila kitu unachokifanya kionekane ya kwamba ushirika wa Mungu uko katikati ya maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo napenda sana ya kwamba muda wote ambao tunapokaa na kushiriki jambo lolote, wacha tushiriki tukijua kwamba Bwana Mungu anahitaji jambo gani katika maisha yetu. Tunatembea tukitoka wapi, tukienda wapi katika njia zetu. Na iwapo tutatenda jambo kama hilo, basi Bwana atakubali maisha yetu, atatembea katika zile nyayo zetu. Lolote tutataka atatutendea, na mwaka wa 2026 utaonekana kuwa mwaka wa mabadiliko, mwaka ulio wa baraka, mwaka ambao utakuwa wa ushindi, mwaka ambao utakuwa wa mafanikio, mwaka ambao ukiinua mkono Bwana atakuona. Bwana asifiwe. Kwa hivyo natamani ya kwamba mpendwa msikilizaji, mtazamaji unayeniangalia siku ya leo, wakati umefika ambaye ni nyakati ambazo nataka mtu katika maisha yake kutangaza haki ya moyo wake, kuenda katika zile njia Mungu atazipenda, na ushirikisha matendo yako yaliyo mema machoni pake Mungu, ili kwa lolote ambao utatamani kulifanya likubalike machoni pa Bwana. Wakati ambapo utatembea mahali popote, watu waone Mungu ndani mwa maisha yako. Wakati ambao zungumza jambo mahali, watu wakuangalia kwamba wewe umeokoka. Bwana asifiwe. Lakini watu wanashirikisha wokovu kwa sehemu kidogo sana, lakini matendo ya dunia imechukua nafasi kubwa sana kuliko matendo ya wokovu katika maisha yao. Wacha wapendwa, tukubaliane ya kwamba katika Mungu anakuhitaji wewe kwa vitu vyovyote, kwa njia zozote. Bwana anakuhitaji ya kwamba akutumikie katika dunia. Watu wajue Mungu, wakutambua kwamba kweli unamtambua Bwana, watambua kwamba kweli kuna Bwana anatenda mema katika maisha. Mwaka ambao umepita, labda watu wako wamekufa sana, watu wako wamehangaika sana, watu wako wamepata shida, aidha wewe umelazwa hata hospitali, umepita kwa mambo ambayo hakuna mtu ulipata msaada mahali, ukaangalia sehemu zote
ukakosa ushindi, ukatafuta njia za fedha ikawa ngumu, ukatafuta amani katika maisha yako hukupata, ulishiriki jambo lolote hukuona msaada. Mungu anahitaji ya kwamba badilisha matendo yako kutoka katika matendo ya dunia, ushirikisha matendo yako yashiriki katika utakatifu, ili njia zako zikubalike katika Kristo na maisha yako yatakuwa salama. Mpendwa, Bwana anakupenda sana. Anahitaji ya kwamba katika kila njia ukubali Bwana atawala maisha yako. Ukubali kila njia zako zikubalike machoni pa Mungu. Matendo yako yaonekane ya kwamba yanashirikisha utakatifu katika Kristo, na uwe katika maisha unaenda kuwa salama na unaenda kuwa katika hali iliyo nzuri, na njia zako zitakubalika. Kwa kila tendo utaona ya kwamba hali zote zinakuwa sawa sawa. Kwa hivyo natamani mpendwa wangu ambao unayenitazama katika hiki kipindi, natamani ya kwamba tusiipende dunia katika matendo yaliyomo katika dunia. Wakati mtu unaipenda dunia, utakuta ya kwamba Bwana atahitaji ya kwamba ampate mtu wa kumtuma, hatapata. Kwa sababu gani? Watu wote wamepotelea katika dunia. Watu wote wameshirikishwa katika matendo ya dunia. Watu wote wamewazia matendo yamefanana katika dunia, yamefanana na dunia. Kwa hivyo wapendwa, nahitaji ya kwamba kwa hii sehemu ambayo nimeifikia, wache tutafakari yaliyo ya Kristo, na tuone ya kwamba tunaenda kuwa salama, na hali zetu tunaweza kuwa nzuri, na matendo yetu yanaenda kuwa yakibadilika katika maisha. Mpendwa, nataka kwamba tuweze kuomba pamoja, na kabla tuombe pamoja, nataka nikumbuke wengi ambao wamesimama nasi katika sehemu hii kwa ajili ya maombi yao, kwa ajili ya matendo yao, kwa ajili ya kila njia ambao wamesimama nazo. Kwa kipindi hiki nataka kwamba ni washukuru watumishi wa Mungu ambao wamesimama nasi kutuinua, kutupatia tumaini, kunipa njia ambayo itafaa hii kipindi kipate kufikia mpendwa msikilizaji. Nataka nishukuru ya kwamba Bwana Mungu apate kubariki maisha yao, atawale kila njia za kila mmoja. Kuna wapendwa ambao ninao mahitaji yao, ambao nataka niwakumbuke, niwaweke katika kila njia ya maombi, ili Bwana akutane na mahitaji ya maisha yao, apate kuyagusa na kuyatenda mema. Nataka nikumbuke dada Joyce ambaye aliomba kwamba biashara yake imerudi chini. Nataka nimuombe katika ombi hili, Bwana orema amguse, ainue biashara yake, apate kuyabariki matendo yake na hali zake ziwe njema. Nataka nikifika mahali pale ninakumbuka hata pamoja na wengine ambaye ni ndugu Newton ambaye ni mwalimu, anaomba ushirikiano mwema katika kazi yake pamoja na wenzake, ya kwamba Bwana amshirikishe, ampe hekima ya kukaa na wenzake kwa njia iliyo nzuri. Nataka nikumbuke pia yule ambaye amesimama nasi katika kipindi hiki ambaye ni ndugu wetu anaitwa John Lumbasi. Bwana mbariki, ainue maisha yake, apate kumtenda mema. Ninaomba na wengine nitawakumbuka na Bwana watawatenda mema. Baba wetu uliye juu mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Wewe ndio Mungu uliye mwelekezi mwema. Bwana baraka kwa sababu ya utukufu wako. Asante maana umekuwa kimbilio la ajabu. Baba, umekuwa mtetezi na Mungu mwenye rehema, na kuinua kwa upendo ulio na falme wa amani, ya kwamba umekuwa kelelezo, umekuwa mtetezi na umekuwa mwenye baraka kwa kila sehemu zote. Ninakumbuka mfalme wa upendo wako. Kuna wale ambaye Baba umedai biashara yao imerudi chini. Kuna wapendo wanatafuta kazi Baba hawajapata. Ninadai mikononi mwako mfalme kwamba Yesu akapate kuwatawala. Fungua milango za biashara, fungua milango za kazi, fungua mipaka zao Baba mapenzi, wakapata kufanikiwa katika maisha yao. Roho wako Mtakatifu pata nafasi katika kila mpango. Wakati wanapotenda lolote, Mungu wa amani, usimame nao, pata kuwatenda mema, uangazie baraka, maana unatosha. Mungu wa rehema, falme wa mamlaka, studio zetu za US for Christ Kenya na zikumbuka Baba mapenzi, tawala, pata kuziinua. Bariki Baba, bariki viongozi wetu, bariki hata bishop wetu, bariki mfalme hata maoverseers, timiza kila haki katika maisha yao, wape maono yaliyo mema katika imani, wakapata kuendeleza kazi yako kwa upendo wako, maana ni Mungu mwenye baraka, mfalme wa amani. Baba asante maana unasimama kwa kila pengo, kutenda mema kwa kila imani ya kila moja, kushirikisha utakatifu na haki yako Baba mapenzi, ikapate kudumu ndani ya msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa siku ya leo. Baba simama naye, mtende mema, angaza katika maisha, maana ni Baba rehema, penyeza mkono wako ndani mwa maisha yake. Kuna wale wagonjwa, kuna wale ambao ni wadhaifu, Bwana rehema Yesu kutana nao,
watende mema, maana Baba unawajua. Ninaombea wale walio hospitali, gusa maisha yao Baba Yesu, wafungue, waachilie huru, maana Baba unawajua. Tuma mkono wako mtakatifu ukagusa maisha yao Baba. Ninatangaza uponyaji, ninatangaza kufunguliwa, ninatangaza kuinuliwa Bwana mfalme wa mamlaka, ya kwamba kamilisha kila hitaji la mioyo zao, watende mema, maana Baba unawajua. Natangaza uponyaji katika maisha yao na ushuke siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uhuru wa maisha ya watoto wako Baba, ya kwamba unaenda kuwagusa na kuwapa tumaini katika maisha yao. Gusa maisha ya maana unayajua, uwe msingi wa baraka, Mungu wa amani. Utangaza neno la ushindi katika maisha na upenyeza mkono wako mfalme wa amani, ili ukagusa udhaifu wao. Baba, wewe ni Mungu, wewe ni Baba wa amani. Ninakudai kwamba ulivyo mwenye mamlaka, ulivyo mwenye rehema. Kuna wale ambao wako katika masafari, utagusa maisha yao na kuwapa safari njema. Mungu wangu mfalme, hata kuna uhaba wa magari, Mungu wa rehema, naomba fungua milango, fungua njia zote Baba wa rehema. Safari zote ambazo zinapita, kumeinuka hata mfalme wa amani na maajali. Nataka kukemea nguvu za maajali, na kemea nguvu zote za maajali, na kemea mamlaka ya maajali inakita mizizi katika mabarabara zetu, na kataa yote zina uwezo katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa rehema, fungua milango ili wasafiri wanaposafiri Baba wa rehema, warahisishie safari mpya ili watembee kwa usalama wa safari zao, na uwe Bwana watangulie, maana ni Baba wa rehema. Kwa siku leo watakapofika mahali wanakoenda Baba, watakushukuru, watakuinua kwa sababu ya upendo wako. Mungu wa rehema, najua utukufu na rehema ni zako. Ndiwe Mungu usiyebadilika kamwe katika kila njia, na makusudi mema inatoka mikononi mwako. Ni wewe Baba unatosha kwa kila njia kwa sababu ya utukufu wako. Kuna wale wanaofia ya kwamba umechelewa hata kufika kazini, wafikapo kazini hata kazi itaisha. Baba, ninaombea wafikapo mahali pale wao wamengojewa, wametulizwa kazi zao, wapate kuingia kwa kazi, watende kwa mapenzi yako, wakapata kutunza jamii. Naombea nchi yetu ya Kenya, ninaiweka mikononi mwako. Roho Yesu, tawala tena rais wetu. Najua mfalme wa mamlaka katika nia ya moyo wake anajua kila anachokitenda ya kwamba ni kitakatifu. Bwana rehema, simama naye, fungua milango za moyo wake ili upenyeze neno lako ndani mwake, akapate kuelewa na kutambua ujaji wa jina lako katika maisha yake, maana roho anatosha, anatenda mema. Badilisha nia yake, inua maisha yake, mpe hekima na maarifa ya kiongoza nchi, kwa sababu ni Mungu wa rehema. Onekana, maana unatosha Baba, unatenda kulingana na haki zako. Hata wabunge wetu kwa ujumla, wa Senate na wabunge letu la taifa, Bwana Yesu, gusa maisha yao, wape hekima na maarifa wanapopitisha jambo lolote. Baba, uwe kati yao na utende, wakumbushe mengi, wakapate kukumbuka mfalme wa amani aliyeweka mahali pale kuongoza. Kwa jina lako tenda mema, maana ni Mungu wa rehema. Wape upatisho mwema pamoja na wengine ambao raia walio chini. Naomba uhusiano mwema na upatanisho ulio wa imani yao. Tekeleza jambo lipya kwa ajili ya utukufu wako. Tunakushukuru maana Baba umekuwa kimbilio, mtetezi wa ajabu, Mungu mwenye mamlaka. Tunakuhitaji kwamba Baba chukua usukani, ukile mipango zote Baba ulizo nazo. Wewe ni mwanga, Mungu mwenye rehema, kamilisha kila hitaji kwa mamlaka ulio naye. Roho ushindi apate kupenyeza mkono wako, maana unatosha. Na kuhitaji kwamba Baba ulivyo mwenye mamlaka, kamilisha kila hitaji, maana Baba unatosha. Na kuhitaji kwamba Baba wewe ni kimbilio katika maisha. Asante Baba wa mamlaka, uimidiwe na sifa zote zikakurudie. Mapenzi mema ipate kutimilika, kwa maana mwelekezi mwema ni wewe tu Baba. Hakuna msaada mwingine, bali msaada tunautoa kutoka kwako. Jina lako liinuliwe, sifa zote zikakurudie. Asante Baba urehema, maana kwa kila mpango Baba unaenda kutenda na kuita, najua kwamba unatosha. Tunaombea hata majamii kwa ujumla. Kuna jamii ambazo Baba tumesikia kwa radio ya kwamba zinakosana, hazina amani. Nataka nitangaza amani katika ndoa, maana muovu ameomba ruhusa ya kubomoa ndoa za watoto wako. Bwana, wajalizie amani, wape rehema mpya katika maisha yao, watende mema, wape ufanisi wema, wape upatanisho wema, wapate kupatana kwa amani, na jina lako lionekana, maana ni Mungu wa rehema. Tunatangaza uhuru wako Baba, maana ndoa ni wewe Mungu ulianzisha Baba kutokea kwa Adam na Hawa, ukamuumbia msaidizi. Wacha unapoumba msaidizi kwa sababu ya mpendo, apate kupatana nao kwa amani, wapate kushirikiana
kwa kila tendo, wapate kuelewana katika tamshi, katika mazungumzo yao wapate kuwa na umoja, kwa maana ni Mungu wa mamlaka, Mungu wa amani. Simama kwa pengo, tenda mema kwa sababu ya ushirika mwema. Asante Baba mamlaka, maana kwa kila kusudi Baba yangu naenda kutenda. Wacha uinuliwe, sifa zote zikapate kurudia. Pokea sifa Baba, maana umesikia na kutenda. Kwa jina lako Kristo Bwana Mungu tumeomba, amen, amen, amen. Asante ndugu mpendwa, ninakushukuru kwa nyakati hizi ambayo tumefika katika kipindi, tamati ya kipindi. Napotamani kuahirisha kipindi hiki, nataka kwamba nizungumzie ya kwamba kwa majina yangu nilivyosema ni Pastor Josephat Wanyama, ambayo niko katika huduma unaitwa United Souls for Christ. Kipindi chetu ni US for Christ Kenya TV. Wakati ambapo utakuwa tutafuta YouTube, tutapatikana. Subscribe US for Christ Kenya TV, utanipata pale napoendeleza kipindi hiki. Natamani ya kwamba Bwana atusaidie. Nimekuwa katika kipindi ambayo naendeleza cha kufahamu ndoto yako, na hii kipindi wakati kinaendelea, nataka pia tupate pia Mungu atuzungumzie kulainisha njia zetu, matendo yetu yakubalike naye, ili wakati anazungumzia sauti tukapata kuitii, kuikubali na kuielewa. Kwa hivyo wakati ambapo tunapotafuta katika hicho kipindi, utakutana nami wakati ambapo nazungumzia mambo haya. Nina sehemu ya kuhubiri katika nafasi hii ambayo ninatamani ya kwamba ujumbe huo upate kukufikia. Nawe mpende, wakati utatamani kukutana nami, kuonana nami ama kujua zaidi kunihusu, utaweza kupata nambari yangu ya simu ambayo nitakupatia baada ya mwisho wa kipindi. Lakini natamani ya kwamba kila wakati tuishi katika Kristo, tutende matendo ambayo Baba atakubaliana nayo, ili njia zetu zikubaliane na Kristo. Kwa hivyo natamani katika sehemu hii, iwapo utanisikia, ulapo utaniona katika macho yangu, natamani ya kwamba Bwana akusaidia sana kusimama. Kwa hivyo kipindi hiki kimeanzilishwa na United Souls for Christ TV, ambayo natamani ya kwamba iwe upanuzi zaidi wa huduma huu. Nahitaji support yako, nahitaji kusimama nazi hata katika maombi, ili Bwana atende mema. Ni kipindi cha injili ama ni TV ya injili ambayo nataka tupanue kazi ya Mungu ipate kuendelea. Mpende wa yote ambao utamuona mahali hapa katika kipindi hiki, katika neno la Bwana, atakuwa anawasilisha neno la Kristo. Kwa hivyo nashukuru. Nambari yangu ya simu nataka nipeane ili upate iwapo utahitaji kuwasiliana nami, kupeana support yoyote, nitaikubali, na Bwana Mungu atakubariki wakati utasimama nasi katika maombi yako, ili tukapate kuendeleza kazi iendelee katika dunia, wengi waokolewe, wapate kufunguliwa. Namba yangu ya simu ni 0711 886743 0711886743. Utanipata pale katika hiyo namba. Wakati ambapo utatamani kunipata, tutaweza kuwasiliana na kuendelea zaidi, ili tukapata kubarikiwa. Tutawasiliana zaidi katika sehemu ya kufahamu ndoto yangu. Iwapo utaangalia upate pale, ukiwa na swali, ukiwa na ndoto, nipigia simu ama nitumia kwa ujumbe nipate kuelewa. Tutaweza kufafanua, tukapate kusaidiana zaidi, ili ukapate kuelewa. Kwa hivyo natamani ya kwamba nifike katika mwisho wa kipindi mahali pale, na Bwana najua atatusaidia, na Bwana wa amani atawabariki na kuwatenda mema. Bwana awabariki sana. Asante, asante sana.